Wanasiasa wengi wamezoea kungojea siku ya kampeni ya kuomba kura ndio anatambua kuna mtu anaitwa mtu ya bodaboda. Anaenda anamnunulia reflector kama hii ya shilingi 50. Anamwambia nisaidie kuomba kura. Huyo mtu akichaguliwa anasahau, anaenda, si ni kweli? Anangojea siku ya kura ingine mwaka ingine. Hapa katikati hataki kujua huyo mtu wa bodaboda biashara yake iko namna gani. Nataka mnisikize why we are doing this. Wengine wetu tumezoea siku ya kuomba kura during campaign. Ndio unatambua kuna mtu anaitwa mama mboga. Unamnunulia apron ya shilingi 100. Anakuimbia. Baada ya kupigwa kura unatoroka. Sisi tumesema hivi, lazima tutembee na wananchi wote, wale wako na pesa, wale pesa yao ni kidogo. Sisi zote ni nchi moja na sisi zote ni Wakenya, na hii serikali inaamini ya kwamba uchumi wa nchi utabadilika kwa kiasi kikubwa kama tutaconcentrate huku mashinani, tuanze kuinua watu kutoka mashinani wajiweze, biashara yao ipanuke. So hiyo ndio mheshimiwa anasema tukuje hapa. Tuko na vikundi ya bodaboda, tuko vikundi ya watu ya mkokoteni, tuko watu ya mama mboga. Saa hii sio kesho, tuwasaidie biashara yao ipanuke kidogo. Si namna hiyo? Kwa sababu gani? Wale watu unasikia wanapiga kelele huko Nairobi, bana saidia hawa. Kwanza wao wameshiba, wametosheka, wako na mali, watoto wao wanasoma na wako na pesa mingi. Sasa wanauliza, sasa kikundi kipata sijui 1,100, 1,200 itasaidia nini? Nataka tuwaambie hivi, kwa mama mboga, wamama wengi ile stock wanasungusha kwa biashara yao ni shilingi 5,000, 10,000. Huyo mama akipata 1,000 ingine kubwa, 1,000 ingine 10 ikuwe 20, itakuwa muujiza. Unanielewa? So for a mama mboga, an extra 10,000, 20,000 is a miracle. It is an empowerment because their stock ni ya 10,000. Akipata another 20,000 inafika 30,000. Mama atazungusha hiyo pesa, atamultiply, watoto watasoma na familia itakula chakula.